Karibu mwanamichezo, ni mchana wa tarehe 1 ya mwezi wa 3 2026, siku ambayo mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga, Afrika Mashariki, Tanzania, Afrika ya Kati, Afrika kwa pamoja inakwenda kusimama ikiupisha na ikihitaji kuangaza mchezo wa Kariakoo Derby. Ni dabi ya 5 kwa sasa kwa ubora barani Afrika, mchezo baina ya Young Africans dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba, mchezo ambao unataraji kupigwa toka mnamo majira ya saa 2:15 usiku, au unaweza ukasema saa 2:15 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki na Kati, katika uwanja wa New Amani Complex, Young Africans wakiuita uwanja wa Guantanamo Bay, uwanja ambao umekuwa na matokeo mazuri zaidi kwa upande wao. Ni mara ya kwanza timu hizi mbili katika upande wa NBC zinakutana kwa mwaka huu au kwa msimu, lakini pia ni mara ya kwanza timu hizi mbili tangu kuanzishwa kwake kwenye upande wa NBC wanakutana katika uwanja huu wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Mara yote kwa yote ni sehemu ambayo kila mmoja anahitaji kupata matokeo mazuri zaidi. Karibu tufahamishane na tujuzane taarifa na update za moja kwa moja kutokea hapa katika uwanja husika ambao kwenda kupokea mchezo baina ya Young Africans dhidi ya kikosi cha Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Ni mchezo ambao bado masaa naweza nikasema bado masaa 7 ili tukautazame na kuangaza mchezo huu kati ya Yanga dhidi ya wekundu wa Msimbazi. Bwana, mapema mchana huu idadi kubwa ya mashabiki tayari wamejitokeza uwanjani kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kushangilia na kuzishangilia pia timu zao. Wapo mashabiki wa Yanga pia tayari wamepata nafasi ya kuwasili uwanjani, lakini pia mashabiki wa Simba full house nao pia wakiwa wanazidi kuonekana katika nafasi yote. Kwa yote, kila mmoja katika nafasi yake anahitaji kufanya vizuri, anahitaji kupata matokeo mazuri zaidi kwenye kile ambacho anaamini ya kwamba kinakwenda kutengeneza metati, ufanisi, ushindani, ubora na uredi wa yote mengi zaidi yaliyotukuka katika nafasi hiyo. Ukitazama mnyama safari yake, lakini ukitazama upande wa kikosi cha Young Africans safari yao, ni dhahiri shairi ya kwamba kila mmoja amedhamiria na ameamua kuhakikisha kwamba anafanya vizuri zaidi. Moja ya furaha na mambo mengi ni baadhi ya mashabiki ambao wanaonekana kutua katika uwanja wa New Amani Complex wakitokea upande wa Tanzania bara. Sehemu ya mashabiki maarufu wa Simba na Yanga wamekutana kwenye boti, wote kwa pamoja wakiwa wanasafiri kutokea Tanzania bara na haswa katika jiji la Dar es Salaam kuelekea visiwani Zanzibar, wakiwa wanakwenda kuzianikiza na kushangilia timu zao kwenye kile ambacho tayari kinaonekana. Ni dabi ya 16. Ukitazama dabi 16 zilizopita, Yanga ndio wanaonekana kuwa favorite kwa sababu within mechi 16 Yanga kabara ushindi mechi 6, Simba kabara ushindi mechi 3, lakini sare zimetokea 7 katika nafasi hiyo. Simba wao wamebodeza 6, Yanga wakibodeza 3. Mabao ya kufunga kwa mara ya Simba wamefungwa mabao 17 wanapokutana na Yanga, wakati ambao Yanga wao wamefungwa Simba amefungwa mabao 17 wakati Yanga amefungwa mabao 11. Tukija katika mabao ya kufunga, Simba kafunga mabao 11, Yanga kafunga mabao 17. Lakini tukija katika mechi za clean sheet, yani unamfunga mwenzako 1-0 2-0, Yanga kati ya mechi 6 ambazo ameshinda, ukijumuisha na hizo ambazo wamepata sare within mechi 16, ni mechi 7 Yanga wamecheza pasina kuruhusu bao. Lakini Simba licha ya kwamba wamepata ushindi wa mechi 3, lakini kwenye hizo mechi 3 kuna mechi 7 wamepata sare. Sasa within hizi mechi 7, mechi kadhaa mechi ambazo zinafika mechi 6 ni mechi wamecheza pasina ya kuruhusu wao kutikiswa dhidi ya Young Africans. Hizi pia ni moja ya rekodi muhimu zaidi ambazo pia wanahitaji kuzijua na kuzitambua kwa kina zaidi katika nafasi hiyo. Kadi ya njano
Simba wamepata kadi za njano 48 wakati Yanga wamepata kadi za njano 41. Kadi nyekundu, Yanga wana kadi nyekundu moja kwenye michezo 16 ya mwisho. Upande wa kikosi hichi cha Simba, wao kwenye michezo yao 16 ya mwisho hawana kadi yoyote nyekundu. So ukitazama katika nafasi hii inadhihirisha na kuthibitisha kwamba huu ni mchezo mgumu zaidi, na hichi ambacho kinaonekana katika upande huu ni moja ya mtaji mkubwa kwa kila mmoja, akihitaji kufanya kubwa na kila mmoja pia akihitaji kutimiza kile ambacho anaamini kwamba ni sehemu ya mtaji mkubwa na mengi makubwa zaidi pia ambayo tutaraji na tutegemee pia kuiangaza katika nafasi hiyo. Let's wait and see kile ambacho kinakuja kuonekana. Lakini ukitazama idadi ya mashabiki wa Simba pamoja na idadi ya mashabiki wa Yanga kutorokea katika uwanja wa New Amani Complex, kiukweli ni kwamba idadi hii inaridhisha kwa kiasi fulani kwamba ni mechi ya dabi kulingana na wingi wa mashabiki, namna ambavyo wanazidi kuitikia na namna ambavyo mashabiki wanazidi kuongezeka kadiri muda unavyozidi kusogea katika nafasi hiyo na katika ubora wa mengi zaidi yaliyotukuka. Bwana, hii ni Mpili TV, sie tuko hapa kuhakikisha kama matukio yote unayapata sanjari sawia, lakini pia unapata yale mengi zaidi ambayo unastahili kuyapata katika nafasi hiyo, na kile ambacho pia kinazidi kuonekana katika mchezo wa Kariakoo Derby. Mashabiki wa Yanga kurokea Zenji wapo kwa wingi mkubwa, lakini pia mashabiki wa Simba nao kurokea huko visiwani Zanzibar pia wanaonekana kuwa na idadi kubwa zaidi katika upande huu. Mashabiki wengi zaidi, kumbuka, wanahitaji kuingia uwanjani mapema zaidi ili kuhakikisha kwamba wanaepukana na vurugu, kwa sababu kadiri muda unavyosogea ndivyo ambavyo wingi wa mashabiki wanakuwa wengi, then jamu inakuwepo nje ya mlango. Na ikumbukwe ya kwamba uwanja huu ni uwanja mdogo mno, yani ni robo ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu Benjamin Mkapa ilikuwa inajazwa na Simba na Yanga, lakini ni uwanja unaobeba mashabiki 60,000. Sasa jiulize, uwanja wa New Amani Complex ni uwanja ambao una capacity ya kubeba mashabiki 15,000. Sasa 15,000 ina maana ni robo ya uwanja wa Benjamin Mkapa. So mashabiki, that's why wamekuwa na mwitikio mkubwa mapema, ni sababu ya kwamba uwanja huu ni mdogo zaidi na idadi ya mashabiki wengi wanahitaji kutazama na kuangaza mchezo. So hayo ndio ambayo yanajiri na yanaendelea katika uwanja wa New Amani Complex kutokea huko visiwani Zanzibar, mechi ya dabi kati ya Yanga dhidi ya Simba Sports Club, mashabiki wengi wakiwa wanazidi kufurika kwa sasa uwanjani kuhakikisha kwamba wanakwenda kuzisupport timu zao. Bwana, moja kwa moja sie tuko hapa kuhakikisha mwanzo mpaka mwisho taarifa za mchezo, updates za mchezo moja kwa moja utakuwa unazidi kuzipata kutokea huko visiwani Zanzibar. Kikubwa, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha umesubscribe. Hii ni Mpili TV, chaguo la wengi, sehemu pekee ambayo unabarika na kuzipata taarifa zote kwa kina zaidi. Mwambie mwenzako na mwenzako mwambie mwenzake ya kwamba leo ndio Kariakoo Derby.